Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Niko Smart. Hii ni Uhakika TV bana. Leo nataka nitembee mpaka kwa wadada pale chini pale pembeni wamekaa wanapiga zao story. Sasa mimi nataka nikapige nao story. Baki na mimi hakisha umesubscribe chini ya video yako bana. Hapa kuna mahamisi kutoka SUA, lakini pia kuna moja kati ya wanafunzi ambao wajasiriamali kutoka SUA. Si ndio? Baki hapo tupige nao story. Mambo mzima. Uko poa kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Shunyu Maria. Shunyu Maria. Hili jina halisi kabisa. Asili yako ni wapi? Singida. Singida. Sifa moja ya watu wa Singida. Ni wakarimu, ni wacheshi. Wachekaji. Sasa hivi mtazamaji anatamani kufahamu nani Maria? Shunyu Maria. Asili yake ni mtu wa Singida. SUA unasomea kozi gani? Nasomea Agriculture Economics and Agribusiness, kilimo biashara. Ambayo hii tukigraduate tunaenda kuwa nani mtaani? Tunaenda kuwa watu wanaofanya kazi kwenye masoko. Okay. Yeah. Kabla hujafika SUA ni sifa gani ulikuwa unasikia chuo cha SUA? Watu wanalima sana. Watu wanalima sana. Wanasema eti SUA hakuna warembo. Kweli? Baba wote ni warembo wa kulima. Ukipiga search kwenye pochi zao unakuta na vijembe kidogo, kuna mpini wa shoka. Hapana. Kwa njia. Sio kila kozi wanalima. Okay. Kama mimi kozi niliopo. Tunalima lakini sio sana. Kwa anasema ile kufanya kazi za mikono ile. Lakini unalima kweli? Ndio. Unalima kweli? Jamani mnavyomuona kweli analima kweli? Mimi nalima. Sure. Sijai kudoji shamba. Serious? Serious. Upo mwaka ngapi? Mwaka wa pili. Mwaka wa pili. Na unatamani baada ya kumaliza uajiliwa au ujiajiri mwenyewe? Natamani nijiajiri mwenyewe. Ujiajiri mwenyewe. Wow, sasa natamani tupige story hivi. Tumekuwa mtaani wakati hatujafika SUA na right now tuko SUA, lakini masomo yanaenda, lakini pia kuna vitu vinaendelea sasa hivi hapa. Nimeona posti yako kwamba wewe ni mshindi wa UMISI. Natamani uwaambie pale watazamaji wangu, wewe ni mshiriki wa UMISI chuo cha SUA, lakini pia ulipata nafasi ya ushindi. Nafasi ya ngapi? Nilipata nafasi ya ushindi wa 3. Ushindi wa 3. Yes, kwenye UMISI SUA 2026. Zile hela bado zipo ha? Si ulipata hela? Zipo. Asijaisha. Hizo nimekula mimi na mama. Kwa hiyo zimeshaisha? Zimeisha. Nimekula mimi na mama. Mchumba hajala kweli? Hajaonja. Lakini si yupo mchumba? Hayupo. Bana, mchumba eti jamani, mchumba hayupo kwa anavyoonekana. Yaani danganyi kweli. Hayupo. Sure. Lakini unatamani siku moja? Yeah, wakati ukifika nitakuwa naye. Mbona unanikimbia? Wakati ukifika nitakuwa naye. Labda sasa hivi bado. Wakati ukifika unatamani kuingia kwenye mahusiano labda ya ndoa na nini? Unatamani kuingia na mtu aina gani? Tu ni mtu anayejitambua. Basi. Appearance, muonekano? Hapana. Kabila gani ambalo huwezi kudate na huyo mkaka? Yaani mkaka akiwa kabila gani huwezi kudate naye? Si Muhaya, sijui kwa kweli. Hapana, sijui. Kwa nini Muhaya? Sijui kwa kweli. Kabila lolote? Kabila tu sijui, yani sijui kwa sababu hivi unajua wale wahenga ndio walikuwa at least ukimtajia kabila kwamba watu wafanye, lakini siku hizi watu wamebadilika. Kabila la mtu alimtafsiri jinsi alivyo. Kuna watu wanakuambia kabila fulani ni watu wenye hasira, hapana, lakini kwa sasa hivi hata mmoja anaweza kaa ni mtu wa hasira. Kwa sasa hivi kabila halimdefine mtu. Kwa mimi mwanaume yoyote atakuwa kabila lolote as long as anajitambua, I'm fine with him. Okay, Misi mshindi wa 3 upo kwenye mahusiano sasa hivi? Hapana. Ndio. Haupo kwenye mahusiano? Ndio. Sema una kijana ila hajala hela zako. Sasa ndio maana nakwambia hajala kwa sababu hayupo. Okay. Sawa, Misi ulishawahi kupatwa na stress? Labda kuna time ambayo mtu anakupigia simu, labda rafiki yako anakuambia tutoke, afu anambia no, sasa hivi nina mawazo kidogo. Ushawahi kufikia hiyo hatua? Mimi nikiwa tu sina hela na kuaga na stress. Kwa hizo stress zingine
Sawa, ukiwa na stress either za pesa, lakini pia tunasema hujawahi kuingia kwenye mahusiano, upo kwenye mahusiano, kwa hiyo stress za mahusiano wewe sio shida zako. Shida zako ni pesa. So ukiwa na stress za pesa, huwa unatumia njia gani kuzishusha size za stress? Kusikiliza muziki. Muziki wa aina gani? Afro. Na za kina Salim Dion, unajua. Kwa hiyo hapa tukiplay kama muziki unaweza ukatuonyesha dancing style. Ni kitu gani unadhani kimekufanya kuwa mshindi? Performance. Mimi naamini sana kwenye performance. Naamini kwenye performance kwa sababu kuna wajaji, kwa walijaji kutokana na performance. Ni kigezo gani kinafanya mtu awe Miss? Mtu yoyote mwenye uthubutu. Yaani mtu yoyote mwenye uthubutu ana kigezo cha kuwa Miss. Kwani Miss ni lazima uwe mwembamba? Hapana. Hapana. Kweli? Sio lazima uwe mwembamba, lakini tunaamini kwamba mtu mwembamba kutembelea na heels nini inakuwa nyepesi kuliko mtu bonge. Yes. Okay. Kwa haina hicho kigezo kipo, lakini kuna kilo nahisi kama sio 60 hautaki kuvuka hapo. Okay. Sawa, tunatamani tumalize hapa na ushauri wako kwa warembo, lakini pia kwa wadada wenzako. Natamani kuwashauri nini katika tasnia hii ya urembo na mitindo, umodo na nini? Nachopenda kuwashauri wasichana wenzangu. Yes. Hii ni tasnia nzuri sana kwa sababu ni tasnia ambayo inakukutanisha na jamii, inakuunganisha na jamii ili wewe kuitumikia jamii. Kwamba wewe utaitumikia jamii kwa kusaidia watu wasiojiweza. Nishotukua kuitumikia jamii kwenye mambo mbalimbali. Kuitumikia jamii. Malengo yako ni yapi? Malengo yangu ni kuwa natamani nishiriki Miss World. Ila malengo yangu ni kuwa mtu wa kuitumikia jamii. Malengo yangu makuu ni kuitumikia jamii. Kwa hiyo tutegemee baadaye tunaona Miss wetu kutokea SUA baada ya miaka mingi kupita akiwa anasaidia watu kwenye maeneo tofauti. Ndio. Okay. Sasa hivi zungumza na kijana ambaye alikuwa wakati unaonyesha zile catwalks, akawa anasema mbona kabiti kalembo kale jawa kwa nini? Watamani kumshauri nini? Hebu mwambie kijana wote anayekutazama sasa hivi hapa. Sawa, wewe ni mrembo lakini mimi sasa. Tumwambie tu lakini usinitafutie kunichanganisha na vijana. Kwamba lakini hataki kuingia kwenye mahusiano au lakini ana mtu. Kwa upande wangu bado. Sawa, kwa kumalizia kabisa, hivi unatamani kuniuliza swali gani? Sasa hivi Mike ndio mfano, sasa wewe ndio mtangazaji. Alafu mimi ndio mtu ambaye unanifanyia interview. Unatamani kuniuliza swali gani? Nipe Mike. Jamani, naulizwa swali na Miss SUA mshindo wa 3. Naulizwa swali jamani. Ni swali gani? Una swali? Hauna? Ngoja nitakuuliza baadaye. Kwenye interview. Ameshinda kuniuliza swali. Mbona kama unafikiria hivi? Nafikiria jamani swali ambalo litakuwa. Mara ya kwanza wakati unaniona ulifikiria mimi ni mtu aina gani? Wakati ile unaniona hivi pap, ulifikiria mimi ni mtu aina gani? Ni mtu ambaye kwa Kiswahili ni mtu ambaye unajua una good communication skills, labda niseme hivyo. Hapana, unaweza ukachangamana na watu vizuri hivyo. I like that. Okay. Na nikikupa na dakika moja kunishauri, unatamani kunishauri nini? Ninachoweza kukushauri, pambana. Nipambane kwenye upande upi? Pambana kwenye upande ambao unaona unauweza, upande ambao unaona unaumudu. Pambana. Sawa, mimi nashukuru.
unatamani kuzungumza kitu gani ambacho mimi sijakuuliza? Kitu gani? Yaani kitu gani ambacho ningependa watu wachukulie haya masuala ya umisi kama ni jambo zuri, kwa sababu uzuri wa mtu hauishi kwenye muonekano wake, pia unaambatana na nidhamu, kuwa na moyo mzuri, kuwa na good communication skills na watu, kwa sababu kwa hivyo yani watu wachukulie kwa upande chanya. Huu unasema ulimbwende. Yes, wachukulie kwa upande mwingine kwamba ni kitu kizuri ambacho kinalenga kusaidia jamii, kwa sababu mimi nikishakuwa balozi tayari nitakutanisha watu wengi ambao sisi kama watu wengi tunaweza kudhihirisha bado watu wazuri wanaendelea kudumu duniani, kwa sababu sina watu mambo mengi. Kwa good people still exist through us, kwamba ambassadors sisi tunaweza kukutanisha jamii, tukasaidia jamii, na tukafanya wengine pia wawe na furaha. Sawa. Kwa sekunde chache tu bana, natamani tuwaonyeshe watu kidogo tu angalau utembee mpaka hapa kidogo. Jamani, Miss wetu namba 3 kutokea Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Waonyeshe mama. Haka kamfuko katatuharibia pose eti. Haka nina mazungumzo nako haka. Kamfuko, yes. Waonyeshe watu mama. Amestahili bwana ushindi. Wewe. Kwani ni lazima kufanya hivi? Hapana, nimejua. Hivyo vitu ndio vimefanya ushinde. Ndio. Bwana, mimi nashukuru kwa time yako. Congratulations sana. Thank you so Zile japo roho inaniuma, umemaliza hela. Ila tukupata tumekula na mama. Neno moja kwa bibi mkubwa. Nampenda sana mamangu kwa sababu ni mtu anayenisupport. In short, nampenda sana mamangu, nampenda sana popote alipo na anisikie, nampenda sana. Mimi naitwa Niko Smart na hii ni Uhakika TV. Huyu bwana alikuwa Miss namba 3, si ndivyo? Kutokea Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA. Subscribe chini ya video yako, mambo yaweza kwenda yechu yedede. Shout out.